Ndugu yangu katika Kristo Yesu, ninataka nikuonye na kukupa ujumbe wa Bwana. Kwa maana nyakati na kipindi tulicho nacho ni sawasawa na nyakati zile ambazo Mungu akaonya kipindi cha Nuhu, Mungu akaonya kipindi cha Sodoma na Gomora, lakini watu wakapuuza, wakasahau Mungu, wakayafuata matendo ya mwili, wakamsahau Bwana, wakaharibu njia zao na kumsahau Bwana na kutenda yaliyo makufuru na machukizo mbele za Bwana. Kilichofuata ni nini? Mapigo makuu yalitoka kutoka juu mbinguni, hivyo miji ile miwili ikaribiwa kabisa, na hata watu wale wakaribiwa kabisa wakati ule wa Nuhu, kwa sababu walizifuata njia zao na kumsahau Bwana. Mfano huu ambao unauona katika skrini hii ni sawasawa na mambo ambayo yatakayokuja zaidi ya hapa, lakini nitakusomea baadhi ya maandiko kadhaa ambayo yanafuatana sawasawa na mfano huu ambao nimekuonyesha hapa. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 na mstari wake wa 19, ninaanza na kusoma ya kwamba, nasoma katika jina la Yesu Kristo. Maandiko nasema ya kwamba, wale ninaowapenda ninawakemea na kuadibisha, hivyo uwe na bidii ukatubu. Tazama nasimama mlangoni nabisha, kama mtu yeyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani na kula pamoja naye, naye pamoja nami. Yeye ashindanaye nitampa haki ya kuketi pamoja nami kwenye kiti changu cha enzi, kama vile mimi nilivyoshinda na nikaketi pamoja na Baba yangu kwenye kiti cha enzi. Yeye aliye na sikio na asikie yale ambayo Roho ayaambia makanisa. Ndugu yangu, ninakuonya wewe ambaye umeokoka na kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mwamini Bwana kweli kweli, mtumikie Bwana Yesu, kwa maana thawabu yako inakuja. Thawabu yako Bwana atakulipa, thawabu yako Mungu atakupa. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura yake ya 19 na mstari wake wa 9, neno la Bwana linasema ya kwamba, ndipo malaika akaniambia, andika, wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo. Naye akaongeza kusema, haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu. Haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu ninayokusomea, na haya ndiyo Mungu aliyotuagiza sisi kama wanadamu na wateule ambao tumechaguliwa, tupate kuyaishi haya ambayo yameandikwa, tupate kumtumikia Mungu wetu, tupate kumwishia yeye, tupate kumpendeza yeye. Kumbuka wapi ambako Mungu amekutoa. Kumbuka wapi ambako Mungu amekutoa. Mungu alikuokoa si katika kuendelea katika dhambi. Mungu alikuokoa ili uenende katika njia zake. Tazama mfano huu jinsi ambavyo itakavyokuwa. Ndugu yangu, maisha unayaweka wapi? Wewe uliye katika dhambi, Bwana anasema ya kwamba, tazama nasimama mlangoni nabisha, kama mtu yeyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani na kula pamoja naye, naye pamoja nami. Yeye ashindanaye nitampa haki ya kuketi pamoja nami. Wewe mwenye dhambi, badilika ndugu yangu, badilisha maisha yako. Mgeukie Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Afanyike kuwa maisha yako, afanyike kuwa Mwokozi wako, afanyike kuwa kila kitu kwako. Tazama jinsi ambavyo watu watakavyohukumiwa. Maovu ambayo wanayotenda thirini, siku moja yatatolewa wazi, siku moja yatakuwa wazi, siku moja matendo yako yatadhihirika wazi. Uovu unaoutenda utafika nao wapi? Jua baada ya kufa ni hukumu. Unapokufa hakuna tena msamaha. Unapokufa hakuna tena kwamba utapata neema. Unapokufa neema imeisha. Unapokufa saa yako imefungwa. Unapokufa ndio muda hukumu inaanza, na baada ya kufa ni hukumu. Ndugu yangu, badilika wewe uliye katika dhambi. Bwana Yesu anasema ya kwamba anabisha mlangoni. Sauti hii anakubishia mlangoni kwenye roho yako. Fungua moyo wako, mpokee Bwana afanyike kuwa Bwana wa maisha yako.
yako. Mpokee Yesu afanyike kuwa katika maisha yako. Badilika, hacha dhambi, hacha uovu, hacha uzinzi, hacha uasharati, hacha uongo, hacha tamaa, hacha kutoka katika nje ya ndoa yako, hacha kuwasema wengine, hacha uchawi, hacha ulevi, hacha ukahaba, hacha vitendo vibaya visivyompendeza Kristo. Tazama, nabisha mlangoni, kila mtu atahukumiwa sawa sawa na matendo yake ambayo ameyatenda. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 20 na mstari wake wa 11 hadi 15, maandiko yanasema ya kwamba, kisha nikaona kiti kikubwa cheupe cha enzi pamoja na yeye aliyeketi juu yake. Dunia na mbingu zikaukimbia uso wake, wala mahali pao hapakuonekana. Nami nikawaona wafu wakubwa na wadogo, wakiwa wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Pia kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni kitabu cha uzima. Hao wafu wakahukumiwa sawasawa na matendo yao, kama yalivyoandikwa ndani ya hivyo vitabu. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo, nao mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo. Kila mtu akahukumiwa kulingana na yale aliyoyatenda. Kisha mauti na kuzimu zikatupwa katika ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Iwapo mtu yeyote jina lake alikuonekana katika kile kitabu cha uzima, alitupwa ndani ya lile ziwa la moto. Ufunuo sura 20 na mstari wake wa 11 hadi 15. Hayo ndiyo maandiko yanavyosema, na neno la Bwana ndivyo linavyosema. Hivyo ndivyo neno la Bwana linavyosema. Ninakuomba na kukushauria na kuhubiria, matendo yako lazima yampendeze Bwana. Ni nini unachokifanya kisichompendeza Bwana? Ni nini unachokifanya kisichompendeza Yesu? Badilika, geuka, badilisha maisha yako. Mkabidhi Bwana maisha yako, mkabidhi Bwana moyo wako, afanyike kuwa Bwana wa Mwokozi wa maisha yako. Anasema anabisha mlangoni kwa moyo wako, anabisha katika moyo wako, anataka ufungue moyo wako. Na nyinyi ambao mmeokoka, matendo yenu lazima yafuatane na Kristo, matendo yenu ya lazima yampendeze Kristo. Kwa maana nasema ya kwamba wale ninaowapenda ninawakemea na kuwarudia. Bwana anakukemea na kukurudia kama amekupenda. Kwa hivyo uwe na bidii na kukesha kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo, kwa maana kila mtu atahukumiwa. Matendo yako yatakuwa wazi, matendo yako yatakuwa wazi, matendo yako yatakuwa wazi, na hakuna kitu ambacho kitakachokuwa siri, kwa maana hakuna siri mbele za yeye anayeona kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuonya ndugu yangu, ninakuomba ndugu yangu, badilika wewe uliye katika dhambi, mgeukie Bwana. Badilisha maisha yako. Na wewe ambao umebadilika, na wewe ambao umeokoka, shikamana na Yesu Kristo, kwa maana thawabu yako inakuja. Mateso unayopitia sasa, baadaye itakuwa ni furaha kwako. Mwamini Bwana, mpokee Bwana, kwa maana Ufunuo inasema ya kwamba 21 na mstari wake wa 6 hadi 8, neno la Bwana Yesu linasema ya kwamba, akaniambia, imekwisha kuwa mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeye aonaye kiu nitampa kunywa kutoka chemichemi ya maji ya uzima bila gharama yoyote. Yeye ashindanaye atayarithi haya yote, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Lakini waoga, wasioamini, wachafu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu, pamoja na waongo wote, mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Hiyo ndiyo mauti ya pili. Ninarudia kusoma mstari huu. Bwana anasema ya kwamba watu ambao wanayotenda mambo haya hawataweza kuurithi ufalme wa mbinguni. Na ndiyo maana nimekuonyesha mfano wa mambo hayo ambayo unayoona hapo. Badilika ndugu yangu, hukumu inakuja. Bwana anakugongelea katika moyo wako leo, anagonga katika moyo wako leo, anakuita
anataka ubadilike. Na wewe ambaye uko Mkristo, si vuguvugu wala si baridi. Yaani wewe hauna baridi, hauna moto. Matendo yako ni mabaya, matendo yako hayampendezi. Wewe unajiita ni Mkristo, una jina la kuwa hai, lakini matendo yako ni mabaya. Mungu anakutaka ubadilike. Mungu anakutaka uache uovu. Mungu anataka uache matendo mabaya. Mungu anataka uache unavyovitenda. Bwana Yesu anakuita. Bwana Yesu anataka ubadilike. Anataka uache matendo mabaya unayoyatenda. Na ndio maana nasema ya kwamba tazama nabisha, tazama nasimama mlangoni nabisha, kama mtu yeyote akisikia sauti yangu. Hautaisikia sauti ya Bwana kama mtu hakukuhubiria. Bwana ana njia nyingi za kusema nawe. Mungu ana njia nyingi za kuzungumza nawe. Huenda ameshazungumza nawe mara nyingi, huenda ameshasema nawe mara nyingi, huenda ameshasema nawe mara nyingi, lakini hausikii. Tazama, haujui siku yako ya kuondoka duniani. Haujui siku utakapokufa. Haujui siku ambayo utakapochukuliwa. Haujui siku ambayo utakapoaga dunia. Kwa hiyo ni nyakati zote, wewe ambayo usiyempokea Kristo, mpe Bwana maisha yako. Mpe Yesu maisha yako, hafanyike kuwa Bwana katika maisha yako. Mpe Bwana maisha yako, kwa kuwa haujui siku utakapokufa, kwa kuwa haujui siku utakapoondoka, kwa kuwa haujui siku ambayo utakapokufa. Na mtu anapokufa anaanza kuhukumiwa. Anasema ya kwamba tazama, anasimama mlangoni pa moyo wako, na kama ukimfungulia moyo wako, yeye ataingia. Yeye ataingia, yeye atakupokea, yeye atakutumikisha, yeye atatumika na wewe. Anakupenda na ndiyo maana anakuita. Anakupenda na ndiyo maana anakuonya. Haujui kama kesho utaondoka. Haujui kama baada ya kulala utakufa. Kwa hiyo badilika ndugu yangu, mpe Kristo maisha yako. Ninakulilia wewe uliye katika dhambi. Ninakulilia wewe ambao unayemtumikia shetani. Ninakulilia wewe ambao uliye katika uchafu wa dhambi na mambo mabaya yasiyompendeza Kristo. Badilika. Badilika, kwa kuwa Kristo anasema ya kwamba wale ninaowapenda ninawakemea na kuwaadhibisha. Hivyo uwe na bidii ukatubu. Wewe ambaye umempokea Kristo na unaishi katika dhambi, wewe ambaye una jina la kuwa hai la Yesu Kristo, lakini matendo yako ni mabaya, matendo yako ni maovu, matendo yako hayampendezi Bwana, matendo yako hayaendani na Ukristo, matendo yako hayaendani na Ukristo. Una jina la kuwa hai, lakini matendo yako yamekufa. Na tazama, pasipo matendo hauwezi ukamwona Bwana. Pasipo matendo mema hauwezi ukamwona Mungu. Una jina la kuwa hai, kweli umeokoka, kweli unasema ya kwamba unampenda Yesu, lakini matendo yako hayampendezi Bwana. Badilika, hacha uovu, hacha chuki, hacha kuwachukia wengine, wapende watu, saidia watu, fanya matendo yanayompendeza Bwana, hacha kuwasema watu. Kwa maana maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo sura ya 20 na mstari wake wa 11 hadi 15 inasema ya kwamba bahari ikawatoa wafu waliokuwamo, nayo mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo. Kila mtu akahukumiwa kulingana na yale aliyoyatenda. Kila mtu atahukumiwa sawasawa na yale aliyoyatenda. Kila mtu atahukumiwa sawasawa na mambo ambayo aliyafanya. Kila mtu atahukumiwa sawasawa na vile ambavyo alivyovifanya. Kwa maana Mungu anasema ya kwamba wachafu, wauaji, wazinzi, wachawi, waoga, wasioamini, wote watatupwa katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Kwa maana Mungu hana mzaha, anakuhurumia, anakupenda, yuko katika kiti cha neema, yuko katika kiti cha rehema, bado anakuita, anakuhitaji. Hivi ndivyo watu watakavyohukumiwa, hivi ndivyo watu watakavyofanywa, hivi ndivyo watu watakavyotendewa. Kwa hiyo Mungu hana upendeleo, na ndiyo maana anakuita siku ya leo, na ndiyo maana anakulilia, na ndiyo maana alijitoa, alikufa kwa sababu ya wewe usilipe deni tena. Kwa maana amelipa madeni yako. Ni cha msingi ni wewe fanya maamuzi. Pokea Bwana Yesu Kristo, shikamana na Bwana Yesu Kristo, kwa maana kila mtu atahukumiwa sawasawa na matendo yake. Nami nitakuwa Mungu wake, yeye atakuwa Mungu wako.
Yeye atakuwa Mungu wako ukimwamini, naye atakuwa mwanangu, wewe utakuwa mwanaye, wewe utakuwa mwanaye. Lakini waoga wote wasiopenda kumwamini yeye, wanaoogopa ya kusema kwamba Yesu sio Bwana wao, hao kuzimu inawasubiri. Wanaomkataa Kristo na kusema kwamba Yesu sio Bwana, Yesu sio Mungu, hao watatupwa katika lile ziwa la moto. Wasiopenda kuliamini neno la Bwana, wasiopenda kuliamini neno la Bwana, waoga wote wasioamini, wachafu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu, wote watatupwa katika lile ziwa liwakalo moto. Mtu anakaa na simu yake kuanzia asubuhi mpaka jioni, hajui kutafakari Mungu, hajui matendo ya Bwana. Mtu anakaa katika kazi kuanzia asubuhi mpaka kesho, hajui kumtumikia Mungu. Mtu anakaa katika vitu vya ujinga, hajui kutafakari mambo ya Bwana. Kuabudu sanamu, wote watatupwa katika lile ziwa la moto, pamoja na waongo wote. Mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Hii ndiyo mauti ya pili, Nina ushauri wa mwisho ambao ninasema ya kwamba Mungu anakupenda, Mungu anakulilia, Mungu anakuhitaji, anapenda umtumikie, anapenda usimame naye, anapenda ubadilike, anapenda uenende katika njia zake, maana hukumu inakuja ndugu yangu, na hivi ndivyo watu watakavyotendewa, hivi ndivyo watu watakavyofanyiwa. Ninakulilia wewe uliye katika dhambi, ninakulilia wewe ambaye una jina la kuwa hai lakini matendo yako yamekufa. Ninakulilia wewe ambaye una jina la kuwa hai lakini matendo yako yamekufa. Uwe Mkristo ambaye unamaanisha usiwe Mkristo jina tu, bali uwe Mkristo ambaye unajua matendo yako yanampendeza Bwana. Usiwe Mkristo wa unafiki, hacha unafiki, mtumikie Bwana kwa unyoofu na Mungu akubariki. Ninaitwa mtumishi Salum Jackson. Bwana awe pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.